Habari zenu. Leo nakwenda kuwaletea njia rahisi ya kupata visa kuingia Canada, yani visa muda mfupi. Hizi visa nawaletea visa aina 4. Kwa hiyo sikiliza mwanzo mpaka mwisho ujue ni aina gani ya visa na ni visa gani ambayo itakusaidia wewe na njia gani utakayotumia ili upate hizi visa. Kwanza kabla ya kusikiliza, unaweza kubonyeza alama ya kengele, share, like, comment, share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Sikiliza mwanzo mpaka mwisho hii video ili uweze kuelewa. Nakwenda kuwaletea visa ya kwanza mpaka ya 4. Visa ya kwanza ni study visa. Study permit visa. Hiki ni kibali cha masomo, yani hii ni visa ya masomo kwa wale wanaokwenda kusoma. Na kibali hichi uwe na pesa. Yaani hii visa study permit visa uwe na pesa. Kwa sababu Canada wanataka uwe na pesa. Ukitafuta kama ni chuo kule au shule uwe na pesa, wanajua kabisa hii pesa ya ada ya kujitosheleza. Kwa hiyo wanakukagua pale ndio unaweza ukapewa hii visa. Na visa yake inachukua muda wa wiki 3 mpaka wiki 7. Kwa wale wanaoenda kusoma, hii visa inachukua muda wa wiki 3 mpaka wiki 7. Ni kibali cha masomo. Yaani ukienda ubalozini wanakuuliza unataka visa aina gani, labda unakwenda kutembea, unakwenda kusoma, unakwenda kuishi. Kwa hiyo visa watakupa visa aina, kwa wale wanaenda kusoma, visa ya study permit. Visa ya pili ni visa ya mwaliko. Yaani inaitwa visit visa. Visit visa ni visa ya mwaliko. Yaani kama mtu labda anakualika uende labda Canada ukafanye, labda unaenda labda kwenye sherehe, labda unakwenda kwenye graduation, unakwenda kwenye kitu chochote kile, yani ni visa mwaliko. Kwa wale wanaoalikwa kwenda Canada wanatumia hii visa. Kama labda una mume wako kule au una mke wako anahitaji wewe uende kule, kwa hata itumia hii visa. Na visa hii inachukua muda wa wiki 8 mpaka, yani inachukua muda wa wiki 2 mpaka wiki 8 kutoka. Yani ukiapply kila kitu pale, visa yake itachukua muda wa wiki 2. Kama umebahatika wiki 2, kama bado utaendelea kusubiria mpaka wiki 8. Kwa kila mtu na bahati yake. Pia kuna visa inaitwa work permit visa. Hii visa inachukua wiki 2 hadi wiki 3 mpaka wiki 8 na yenyewe. Yaani hii ni visa ya kazi. Visa hii kama vile umeapply kazi, ukiingia pale nishaelezea kwenye job bank pale, ukiingia ku apply kazi, kwa hiyo utaitumia hii visa work permit, ambayo hii visa inachukua muda wa wiki 3, wiki 4 mpaka wiki 8. Kwa hiyo ukiapply pale kama umeapply mwenyewe, umetafuta kazi mwenyewe, umepata labda kampuni fulani, kwa hiyo ndio inaitwa visa hii work permit visa. Itachukua hiyo muda hadi kutoka wiki 3, 4 mpaka wiki 8. Nakwenda kuelezea visa nyingine. Kuna permanent resident visa. Hii visa ni visa ya kuishi Canada. Ukifika hapa airport inamaanisha utapewa vibali vya kuishi kule. Na hii visa ni visa muda mrefu sana. Inachukua miezi 6 mpaka miezi 8 ili uweze kupewa hii visa. Yaani miezi 6 mpaka miezi 8 ndio utapewa hii visa. Na hii visa wanapenda sana kutumia wakimbizi, na ndio maana inachukua muda mrefu sana. Wakimbizi wanaitumia sana hii visa, permanent resident visa, kwa sababu labda mtu mpaka ubalozi wafanye uchunguzi kwamba wewe kwa nini umekimbia labda nchini kwako, kuna kitu gani, na ndio maana huwa inachukua muda mrefu sana. Yaani hii ni visa kibali cha kuishi kule. Ukishafika airport, hii visa wanakupa vibali pale pale airport, yaani unavyoingia Canada, kwa hiyo unakuwa sasa mkazi wa Canada. Na ndio maana inachukua muda mrefu sana kutoka mpaka wakakupe vibali. Uwezi ukaenda tu mimi ni mkimbizi, nimekimbia nchi yangu, labda kuna vita. Na hii visa wanapenda sana kutumiwa, yani kwa mfano labda wale mashoga wengi wao wanaokimbia, yani kama vile umefanya kosa au umefanya tukio, wengi wao sana wanatumia hii visa. Nimefanya uchunguzi, wengi wanatumia hii visa kukimbia nchi yao. Kwa hiyo inachukua muda mrefu sana. Wengine mpaka mwaka, mpaka miaka 2 hadi 3. Sana sana wakimbizi, yani wakiwa kwenye makambi yao huko,
mpaka waandikishwe, wafanye uchunguzi nini, mpaka wajue kabisa wewe ni mzaliwa labda nchi fulani wa Tanzania, labda ni mzaliwa labda wa Kongo, uko wapi, nchi zile zenye vita zile. Kwa wakifika kambini pale wafanye uchunguzi, wajiandikishe, wachukue muda mpaka wajiridhishe, ndio unakubalika sasa kupewa hii visa, permanent resident visa. Utapewa sasa kibali cha kuishi Canada, unakuwa mkazi wa kudumu wa Canada. Kwa hizi ndio visa ambazo unaweza ukapata, kila mtu na visa yake. Visa visiting visa ni visa matembezi. Hii work permit visa, visa ya kazi. Study visa ya masomo. Permanent resident visa ya kudumu ukiwa unaingia Canada. Kwa unajua hapo mmejifunza vitu vingi na mmeelewa, na nitaendelea kuwaletea vitu vingi kuwajuza ni nini kinatakiwa ili kujifunza zaidi. Kwa kuwa mmenisikiliza, usisahau hapo kusubscribe, kushare, kulike, kucomment, share kwa wengine, subscribe hapo chini. Asante.